asubuhi ya Jumatatu kuamkia Jumatatu nikaamka, nikakaa kichwa kinaniuma, nikaletewa dawa nikashindwa kunywa, nikakaa. Ilipofika muda saa 7 kasoro, mtoto akalala. Nilikuwa nimemshika miguuni, mtoto akalala. Kuna pepo fulani limenisukuma tu, nikakimbia moja kwa moja mpaka jikoni, nikaenda nikafukua dipu uvunguni ya ng'ombe. Ndio, nikachukua ile dipu na kunywa. Nikainywa ile dipu ya ng'ombe. Ile dawa ya ng'ombe. Ndio baba. Kabisa. Yaani kinatuma tu nife. Sitaki tena kupona. Kwa hiyo wakati huo pikipiki ilipowaishwa na mimi nilikuwa sitaki kuingia hata kwenye pikipiki. Yaani mpaka nagombana na baba, ananiambia ingia kwenye pikipiki, wewe nini kinakutuma ufe wewe? Nikamwambia hapana, afadhali nife tu. Sina maana, sina lolote, wala sina budi niishi tu kwenye hii dunia. Afadhali nife. Baada ya hapo nikafikishwa wilayani, nikatibua, nikatafishwa, nikatumikiwa tripu 4 za maji. Sasa hivi namshukuru Mungu. Jioni hiyo nimerudi nyumbani usiku wa saa 5. Nitamshukuru Mungu. Namshukuru Mungu wa madhabahu hii. Amenipendelea sana, amenipigania, amenitoa kwenye mashimo. Namshukuru sana. Sina jinsi. Na baba yangu wa kiroho. Kwa rahisi kumaliza masaa mawili. Isingekuwa rahisi. Masaa mawili yasingaliwezekana. Lakini Yesu ni uzima. Mwanangu, Yesu anaitwa uzima. Alikuwako ndani yako. Ni kweli wanaweza kuwa waliwaza, lakini yeye aitoe uzima alikuwako ndani yako.